Wakati vita ikiwa ndo imeanza huko Arusha mjini kati ya Paul Makonda pamoja na rafiki yake kipenzi ambaye alimsaidia suti siku ya harusi yake, Gambo ama Mrisho Gambo. Acha tu nikujuze wawili hawa vita imeendelea kupamba moto kweli kweli, huku mmoja akijitamba kwamba elimu yake yeye haina mashaka kabisa. Huyo ni Gambo ambaye yeye alijitamba na kusema kwamba elimu yake sio kama ya yule mtu mwingine. Tunajua kuna vuguvugu lishai kumuhusisha Paul Makonda pamoja na elimu yake. Sasa Gambo yeye kajitamba na kujiona ameshayamaliza kwa sababu yeye elimu yake ni ya juu na haina mashaka yote. Anasema kwamba nimejipima na nimejiona ninatosha kuomba nafasi ya kugombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kwa awamu ya pili, na ukizingatia kwamba ninajiona nina sifa zote. Ukienda kwa upande wa elimu yangu haina dosari aina yoyote. Nina vyeti ambavyo havina mashaka. Kwa kipindi cha miaka yangu yote 5 tumechapa kazi kwa kiwango cha kutosha. Tumewasemea wananchi, tumepinga ufisadi na masuala mengi ambayo yalikuwa yanarudisha nyuma maendeleo ya wananchi wa Arusha. Hayo ni maneno ya mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo baada ya kutangazania ya kuania awamu ya pili katika jimbo hilo. Sasa wengi hawajui vita ya Paul Makonda pamoja na Gambo imeanzaje ama ikoje. Unaambiwa wakati uchaguzi wa ubunge wa Arusha mjini ukiwa umechukua sura mpya kwenye mikutano mikali baada ya kuibuka kwa wagombea wakubwa wawili, yani Mrisho Gambo pamoja na Paul Makonda. Mgogoro huu unaonyesha si tu ushindani wa kisiasa bali pia migongano ya kivuguvugu na misimamo tofauti ndani ya mkoa wa Arusha. Kwa upande mmoja, Gambo anawakilisha chama chenye wafuasi wengi na ahadi za maendeleo ya kiuchumi, elimu na huduma za jamii. Makonda kwa upande mwingine amekuwa gumzo katika siasa za mikoa na mikakati yake ya ushawishi na urafiki wa karibu na viongozi wakuu wa taifa. Mkoa wa Arusha umechukua nafasi ya kipekee katika siasa za Tanzania, na ushindani huu unawakilisha mapambano ya nguvu na ushawishi kwa wapiga kura. Wanashauri kwa makini, huku kila mgombea akijitahidi kuonyesha jinsi gani alivyo bora na katika maendeleo ya miji. Je, Gambo atashinda kuelekea mateuzi ya kiuchumi na kijamii, au Makonda atashinda kwa nguvu ya kisiasa za mtandaoni na ushawishi wake mkubwa? Hapo ndipo ambapo wengi wanapasubiri. Ujue bwana, jimbo la Arusha mjini ni jimbo kubwa, na unaweza kujiuliza kwa nini Paul Makonda ameacha kabisa ukuu wa mkoa na kurudi kugombea ubunge. Wewe natumaini utakuwa unajiuliza hilo swali. Acha tu nikwambie, ubunge una nafasi kubwa sana. Wengi wanasema kwamba ubunge si tu wewe utakuwa mbunge, bali pia kuna maslahi mengi na vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavipata kama mbunge. Ndio maana utajiuliza kwa nini Paul Makonda ameacha ukuu wa mkoa wa Arusha. Na ukuu wa mkoa yani maana yake wewe ndio kila kitu hapo kwenye huo mkoa, yani unakuwa ni mkuu wa kamati ya ulinzi katika huo mkoa. Sasa kaacha na kwenda kupambana na mwana CCM mwenzake, jambo ambalo tunasema linachukua sura mpya, kwa sababu Gambo na Makonda kabla hata ya kuanza kugombea ama kuchukua fomu kumekuwa na mivutano mikubwa sana ambayo inaendelea baina ya wawili hao. Lakini acha tu nikujuze kwamba kabla hawajaanza kuingia kwenye haya mavuguvugu, wawili hawa walishawahi kusaidiana huko nyuma. Yani Paul Makonda na Gambo walishawahi kusaidiana. Hata Paul Makonda anasema kwamba siku ya harusi yake aliombwa suti na Gambo. Nini maoni yako? Nini ushauri? Je, unahisi nani kati ya wawili hawa anaweza akapita? Hapo tuachie wajumbe. Yani atakayepita kwa wajumbe, basi huyo ndiye ambaye ana uhakika wa kuchukua jimbo hilo la Arusha mjini. Drop comment, utakomentisha. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye.